Someni Zaburi ya 51. Mkifanya hivyo mtaadhibiwa mara 2 kuliko wale ambao Mungu hakuwapa dhamana hiyo. Cheo mmekifurahia, lakini mzigo mmeubeba. Na mmeubeba sio leo kama alivyowatajia jaji mkuu, mtaubeba siku ya hukumu. Maana mtahukumiwa mara 2 kwa sababu mlikuwa wahukumu duniani. Sisi tutahukumiwa mara 1, maana yake tuhukumiwa duniani na hatukuhukumu. Tunze viapo vyenu na kazi yenu. Nanyi mliopanda daraja kuwa majaji wa mahakama ya rufani, nendeni kwenye Zaburi ya 33 aya 6 mpaka ya 7. Muone anavyosema Mungu kwamba neno la Bwana lina adili na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu, kuzipenda haki na hukumu. Umewekwa kutoa hukumu ya mwisho ya wanadamu katika mfumo wa nchi hii. Ifanyeni kazi hiyo kwa uadilifu, kwa uaminifu mkubwa, lakini zaidi kwa kuzingatia ibara ya 107 kubwa ambayo pia jaji mkuu ameieleza kwa ufasaha na nisingependa kuisema. Lakini mkienda katika website ya African Legal Information Institute, yuko mama mmoja anaitwa Kamel Richard, ameandika makala inayosema What is going on in Tanzania trial courts. Naomba jaji wafanye mlioingia leo na wanao walioko muisome makala hii. Inawakumbusha kwamba jukumu lenu sio kutoa mashauri ya rufani tu, lakini pia kutoa maelekezo ya kuboresha hukumu za majaji wa mahakama kuu. Ametoa mifano mingi sana ya kesi za jinai ambazo mahakama ya rufani imezitengua kwa upungufu ulioonekana katika mahakama kuu, lakini haikutoa maelekezo nini kifanyike ili hizo mahakama kuu ziweze kutenda vizuri zaidi. Kamel Richard ameandika makala nzuri sana, ningeomba msome, kwa sababu ya muda nisigeuze hili kuwa darasa, na hasa kwa sababu kama alivyosema jaji mkuu, majaji hawalishwi tena darasani na mtu kama mimi, ila wale waliostaafu. Lakini mkisoma ile makala mtaona nini jukumu la mahakama ya rufani. Moja is to develop our jurisprudence, kwa sababu Swahili sisi tukisemeti. Lakini pili is to direct the lower courts on how to dispense justice. Lakini la tatu ni kutoa practice notice ambazo zitasaidia mahakama za chini kujua nini kifanyike. Ukisoma zile hukumu ambazo, na uzuri sababu siku hizi ya mitandao watu wanasoma, na huyu ni mama kutoka South Africa, mtaalamu wa uchambuzi wa sheria. Ukizisoma zile kwenye criminal justice utaona ni makosa gani ambayo persistently mahakama kuu yamekuwa yanafanyika, na persistently mahakama ya rufaa imekuwa inatengua, lakini makosa hayo yanadirudisha. Nimeona nilisema hili kwa sababu sina forum siku ya law day ya kusema haya, kwa hiyo nafasi yangu ya kusema leo ili kwa lengo la kujengana na kuboresha utendaji wetu wa mahakama. Pamoja na yote hayo, nirudie tena Mheshimiwa Rais kukushukuru sana kwa kusaidia kupata majaji hawa wa mahakama kuu na mahakama ya rufani, na kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, kazi hii haikuwa rahisi, na laiti watu wangelijua wangekuhurumia sana. Lakini ndio basi, ukishakuwa mkuu wa nchi na ukiwa rais, kazi hiyo ni yako. Lakini nikushukuru kwa matunda haya bora na kwa kazi hii nzuri. Kwa sisi wengine wote tuwaombee sana majaji hawa wa mahakama kuu na mahakama ya rufani, ili watekeleze yale ambayo kila mtu anayatarajia, na nchi yetu izidi kuneemeka, na nchi yetu izidi kuboreka, na maskini wa nchi hii wazidi kuona hii nchi ni yao na maisha yao yawe bora zaidi. Kwa haya labda yaliyopitiliza, Mheshimiwa Rais, niwe radhi, lakini nakushukuru sana kwa shughuli hii ya leo, na ninyote nendeni mkaitimize kazi yenu kama mlivyo hapa leo. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana.